mtazamaji, hii ni mita bendi ya Kurunzi ya Ufanisi, na pindi mulikapo dira yetu sambaza habari zake kila pembe ulimwenguni. Mpekuzi na mwandalizi wa Kurunzi hii ni Fanani Mtambaji Jefa Ng'omo, zikiwa ni saa 11 za jioni saa za Afrika Mashariki. Lakini kwanza tupate vidokezo. Kitengo cha utangazaji wa habari cha karibishwa tamashani. Kongamano la waamuzi wa tamasha hili laandaliwa. Mtaala wa elimu wa CBC wasalifiana na kitengo hiki kipya tamashani. Kwa habari kwa utendeki, karibu. Kwa dharura tumechachawiza na kuahirisha vipindi vyote vya runinga hii ili tukupasha habari kuu kutoka kwa kamati ya tamasha za maigizo na filamu nchini, yaani KNDFF. Kitengo cha utangazaji wa habari mbashara kimebuniwa kwa hizi tamasha ili wanafunzi kushiriki na kupiga msasa mbinu na talanta utangazaji. Awali kitengo hiki kiliratibiwa kwa katika tamasha za muziki miaka michache iliyopita, lakini dhana ya uhalisia wake haikufua dafu wala kuyaleta mafanikio pale, kwani wawasilishaji wengi waliigiza kwa wingi wa miondoko, na ndio maana hakikupokelewa vyema katika jukwaa la muziki, kwani huko hakuhitajiki miondoko kwa wingi wala mavitu kama wanavyosema. Ripota wetu aliye katika tamasha za kitaifa ambazo zimeandaliwa katika gatuzi la Nakuru, eneo la Bonde la Ufa, afahamisha kwa kina. Naam, kweli kipya kinyeminga wa kidonda, wahenga walisema. Niko hapa mubashara moja kwa moja katika tamasha za maigizo na filamu za kitaifa katika ukumbi mkuu wa tamasha hizi wa Melvin Jones hapa Nakuru, ambapo waelekezi na wawasilishaji wameziandaa habari jukwani. Nami ripota wako Samuel Muo nimeweza kunakili baadhi ya hisia mseto ambazo zimeibuka kuhusu kitengo hiki cha habari tamashani kama ifuatavyo. Kwanza, furaha ya wanafunzi imesheheni kwa mwamko mpya. Aidha, baadhi ya waelekezi wasema kuwa ni kitengo kipya na bado haijabainika wazi mbinu kamili za ubunifu. Vile matumizi ya wahusika wawili jukwani ili kuleta dhana na uhalisia kamili wa habari kwa utendeti zilizo na uhalisia kamili. Bado ni kitendawili, kitandakwiri na kisasili kwao. Kwako studio. Kwingineko, habari zinazojiri hivi sasa ni kuwa kongamano la waamuzi wa tamasha hizi limeandaliwa na kamati andalizi la kitaifa la tamasha nchini, yaani KNDFF, katika ukumbi mkuu wa KICD kuangazia swala hili. Swala hili limezamiwa na kuvaliwa njuga kwa kina kirefu kuanzia utandu hadi ukoko. Katika kongamano hilo imeafikiwa kuwa japo ni kitengo kipya kwa mara ya kwanza tamashani, waelekezi wasilie shaka, kwani mbinu mpya za uandishi, uelekezi na utangazaji wa habari jukwani zatarajiwa kudhihirika. Akisema na runinga yetu, mwandalizi mkuu wa kongamano hilo amesema kuwa msanii atakayetumia ufundi na ubunifu wa hali ya juu unaokubalika na vigezo vya kuhakiki kimantiki ndiye atawapiku wote tamashani. Aidha, ameongeza kuwa vigezo vitakavyotumika kwa maamuzi ni kama ifuatavyo: utunzi wa makala alama 30, uwasilishaji na utangazaji alama 50, maleba, mahabo na mapambo alama 10, kisha ufanisi kiujumla alama 10. Runinga ya Kurunzi ya Ufanisi inawatakia wanafunzi na habari watarajiwa kila laheri katika kitengo hicho. Tukisalia na kuzamia kwa masuala ya ukuzaji talanta miongoni mwa wanafunzi, ni kuwa baadhi ya walimu, wazazi, wanafunzi na washikadau katika sekta ya elimu wamelinganisha mtaala wa elimu wa CBC na kusema kuwa unawiana na masuala ibuka katika tamasha za maigizo mwaka huu, hasa kitengo cha utangazaji. Japo kuna wale maoni kinzani na waungi mkono mawazo haya mapya yaliyoibuka. Haya ni baadhi ya maoni kinzani kwa ujumbe. Mwasi kutoka kaskazini nchini asema kuwa hizo ni mbwembwe tu zisizo na msingi na siwezi kumruhusu mwanangu ajiunge na drama. Naye Kijito wa Mafumbo kutoka Morema asema kuwa mtindo uliobuniwa ufai, kwani mwanangu afaa asome hisabati na sayansi ili awe daktari, rubani au mhandisi, wala sio pumba za sanaa. Makubwa hayo. Hata hivyo, maoni ya wengi ni kuwa mtindo huu ibuka utawafaa wanafunzi kuwa wabunifu zaidi, kukuza uwezo wa kufikiri, kuboresha mawasiliano yao, kuwapa nafasi sawa wale wanaoweza wa kutangaza habari na kuwakuza zaidi. Vile ukuzaji wa matumizi ya teknolojia kwa kufanyia tafiti na vumbuzi za kisasa. Yote 9-10. Swali ni je, baada ya ukuzaji wa vipaji na wanafunzi wengi kunoa makali yao katika fani hii ya utangazaji kufurika na kuwa wengi kupindukia,
Je, wote wataweza kupata ajira katika vituo vichache vya runinga vilivyomo nchini? Itawezekana kweli? Itawezekana tena sana. Chambilecho wahenga, penye nia pana njia. Utamu wa ngoma ni kuicheza mwenyewe, na safari ya mbali huanza kwa hatua moja tu. Daima mbele ni kwema. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo tunalikunja jarida la Kurunzi ya Ufanisi kutoka chumba cha habari cha Ndalani, shule ya upili. Asante kwa kutazama. Tuwapigie makofi wanafunzi kutoka shule ya upili ya Ndalani.